kwanza. Hilo ndilo lilikuwa somo leo katika kitabu cha Mathayo wa 24 na kuendelea. Na tumeona Mungu akiwahudumia watu. Kwanza kulikuwa na watu wanaumwa, tumeona Mungu akiwafungua kutoka magonjwa, lakini tumeona watu wengine walikuwa wamejeruhiwa na hasa kutokana na tukio lililotokea hapa Mganza la ajali. Kanisa letu kuna mtu mmoja alikatika sikio, lakini bado tumeona likiendelea kukuzwa na kutengenezwa upya, na kwa maombi tumemwona Bwana akiendelea kuinua, na watu wengine ambao walianguka kwenye gari lakini hawakupata majeraha. Kwa ibada ya leo ilikuwa na shuhuda nyingi, na tumemwona Mungu akiwahudumia watu katika kiwango kikubwa na cha kipekee sana. Naam, asante sana mtumishi wa Mungu kwa baraka hizo ambazo Mungu ameamua kuzishusha katikati yetu, na ni kwa kweli watu wamepokea. Maana tumeona wagonjwa wakifunguliwa na watu wamepokea baraka zao. Kuna watu walikuwa na shida lakini tumeona wakijibiwa. Asante sana mtumishi wa Mungu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja pia, kwamba mtumishi wa Mungu, tumesikia tangazo ya kwamba tarehe 21 mwezi wa 6 kutakuwa na changizo kubwa sana ambalo litakuwa linahusu uwezekaji wa jengo la kuabudia, yani kanisa. Na mchungaji, sasa unasema nini kwa washirika, ama unawaambia nini watu wanaokusikiliza na kukutazama kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na TikTok, mitandao yote ya kijamii, waliosimama wakisikiliza na kutazama, unawaambia nini na kuwakaribisha namna gani katika tukio hili? Asante wa Mungu, kwanza nikiri wazi kwamba tukio lile litakuwa ni tukio la kihistoria. Kueleza habari tangu kanisa letu lilipofunguliwa. Tangu sasa kuwa na furaha kubwa, kwani tayari kanisa letu tangu limefunguliwa. Lakini tutafanya harambee kubwa ya kuwezesha jengo letu ambalo linaonekana katika muundo huu. Na kanisa letu limejengwa katika sababu la mali yetu. Ngoja kwanza. Kwamba mfumo wa muundo wa kanisa letu linajengwa Skandinavia. Kwa sababu jengo hili ramani yake tulitoa Afrika Kusini kule kwa Mheshimiwa Thabo. Kwa hiyo tunategemea kuwa na jengo zuri ambalo tutaliezeka kwa mabati ya